Yo, wagwan. Bana, karibu sana katika sehemu ya pili ya huu mzigo. Na kama sehemu ya kwanza kuitazama, basi nenda moja kwa moja hapo kwenye channel yetu. Ndio video ya mwisho kabisa kuweza kuiweka ili uweze kuitazama sehemu ya kwanza, na hii ni sehemu ya pili uendelee kuenjoy utamu ambao kila siku tunakuwekea hapa kwenye akaunti yetu. Kama bado hujasubscribe, basi fanya hivyo ili uwe mtu wa kwanza kupata mizigo yote ambayo tunakuwa tunaiweka hapa. Sasa hiki chuma cha kuitwa Stanley, baada ya kuwarudisha wawili hawa nyumbani, of course kiliacha maokoto ya kutosha hapa, lakini mama anaanza kuingia kwenye mtego huyu mwamba bila kujua kama huyu mwamba ni jambazi mkubwa sana hapa mjini Lagos. Hivyo aliwaachia maokoto ya kutosha baada ya kuwatoa hospitali, na kisha huyu mwamba Stanley akaaga kuondoka. Hivyo mama akablesi baraka tele kwa hiki chuma kwa sababu kimeonekana kinaijali hii familia kwa muda mfupi. Sasa tuendelee kwenye hii sehemu ya pili. Nini ambacho kinaendelea na ilikuwaje mpaka huyu mwamba alikuja kumuua mama mkwe wake kwenye utekaji mwanzoni kabisa mwa huu mzigo. Sasa mzigo unatuleta mpaka siku ya pili. Leo mwamba Daniel amemletea mama mkwe wake chakula, na mwamba anasema mama pole sana, ila tumshukuru sana kwa aliyewasaidia na Mungu amlinde sana. Na mjomba anasema kwamba mama, nimekuletea hiki hapa kichache, basi unaweza kupokea. Lakini bi mkubwa anaonekana wala hajafurahishwa na hiki kichache ambacho mwamba amemletea, hivyo anapokea kinyonge sana. Na baada ya bi mkubwa kupokea huu mzigo ambao mjomba alikuwa ameleta hapa, hivyo anaufungua, na baada ya hapo anaanza kutoa maneno ya kejeli kwa hiki chuma na kumwambia kama umeniletea juisi za watoto, hizi juisi wanatakiwa wanakunywa watoto, lakini sio mimi ni mtu mzima bana, hivyo huwezi kuniletea juisi za watoto kama hizi. Huyu mama tayari amepegawa na kile chuma cha kuitwa Stanley kwa sababu kile chuma kinamwaga maokoto, lakini huyu mwamba inaonekana hali mbaya kwa upande wake. Lakini bi mkubwa akumbuki kabisa kama alikuwa anawatia usia yeye pamoja na mwanae kama wapendane kwenye shida na raha. Na kisha bi mkubwa huyu anasema kwamba kwa hali yako ya sasa hivi, yani wewe hufai kabisa hata kumuoa mwanangu. Hivyo baada ya maneno haya makali ya mama, mwamba ilibidi aje tu na kusema kwamba yeye hapa anaondoka. Hivyo huyu mpenzi wake pembeni ikabidi amsindikize mjomba mpaka nje na kisha amwombe radhi kwa maneno ambayo mama yake ameyazungumza. Inaumiza sana hii. Hebu niambie sasa hivi kwenye comment, ungekuwa ni wewe nini ambacho ungeweza kufanya? Sasa upande wa huku ndani, ili ujue namna gani huyu bi mkubwa ni mnafiki, alichukua hii juisi akaitingisha ile shake before use, na baada ya hapo bi mkubwa akaifungua na akaanza kuinywa, huku alitoa maneno kibao kwa kusema kwamba hii ni juisi ya watoto, hivyo yeye hawezi kabisa kuitumia. Cha ajabu zaidi ni kwamba baada ya bi mkubwa kuinywa hii juisi, kwanza kaanza kabisa hadi kuisifia kama hii juisi ni tamu mno, na baada ya hapo anaanza kumwambia mwanae aachane kabisa na Daniel, kwa maana Daniel hana msaada wote ule, na ampende yule mwamba wa kuitwa Stanley kwa maana amewasaidia kwenye shida na ameacha maokoto ya kutosha hapa nyumbani, kwa maana Daniel amekuwa kama mzigo tu kwao, hivyo aishi naye maisha ya mbali na achane naye kabisa. Lakini kiuhalisia bibie kuachana na Daniel hawezi kabisa, na hapa anamkatalia kabisa mama yake na kusema yule ni mpenzi wake na wanapendana kinoma, hivyo hawezi kabisa kumwacha. Na bibie hapa anamwambia mama yake kama zile pesa za yule mwamba kuitwa Stanley, hivyo hata bi mkubwa zisimchanganye, kwa maana pesa sio kitu kwenye swala zima la upendo. Lakini bi mkubwa akawa anaendelea kugongelea misumali kibao hapa kwa mwanae na kusema kwamba yule mwamba hata chakula chenyewe cha mchana tu anakuja kula ukweni, haijulikani atakula saa ngapi, kwa maana hali yake ni choka mbaya ile mbaya, hivyo kama vipi achane naye tu na mpende huyu mwamba ambaye anatoa maokoto kibao. Na ilifika time mpaka bi mkubwa akaanza kumfokea kabisa mwanae kwa kuhisi kama mwanae labda anampanda kichwani kwa maamuzi ambayo yeye anayataka, lakini mwanae anasema asimpangie wa kumpenda. Lakini bi mkubwa bado alikuwa anaendelea kugongelea misumari hapa kama yule mjomba ambaye ni choka mbaya, hamfai kabisa. Muda huo hiki chuma cha kuitwa Stanley kikawa kinaingia hapa nyumbani ukweni. Sasa bi mkubwa baada ya kumuona Stanley hapa akaanza kujichekesha tu na kufurahia, kwa maana mwamba huo anaacha maokoto ya kutosha hapa. Mzigo unatuleta mpaka siku ya pili huku kazini kwa bibia Ella, na mpenzi wake alikuwa amekuja hapa, hivyo bibia Ella akawa anamuomba radhi sana mpenzi wake kwa kusema msamehe mama yake, kwa maana alikuwa amemtoka tu, na mwamba anasema wala hakuna shida, yeye amemsamehe tu na maisha mengine pia yanaendelea. Hivyo huyu mjomba akawa anamwalika mpenzi wake bibia Ella usiku wa leo kama wanaweza kujumuika pamoja nyumbani kwake. Sasa siku zinapozidi kwenda, huyu mwamba kuitwa Stanley baada akawa analeta mazawadi ya kutosha sana hapa nyumbani ukweni, hivyo bi mkubwa hii ikawa inazidi kumvuruga na kumchanganya sana na kuona kama huyu mwamba ndiye mtu sahihi sana kwa binti yake, maana mwamba alikuwa anajitoa kwa mkwe wake huyu. Na mwamba Stanley akawa anadai kwamba hizi ni zawadi tu ndogo ndogo ambazo nakuwa anawaletea hapa nyumbani, lakini pia mama mkwe na kuahidi kama nikimwoa binti yako nitakufurahisha zaidi hapo ambapo umefurahi, hivyo nitawafanyia vitu vingi sana ambavyo hakuna mtu yoyote yule ambaye amewahi kuwafanyia. Hivyo cha msingi
tu, mama mkwe, wewe nikubalie tu niweze kumuoa binti yako ili nibadilishe maisha yenu. Hivyo mwamba Stanley akawa analeta zawadi kibao tu hapa nyumbani ukweni ili kuendelea kujipendekeza kwa mama mkwe iwe rahisi iwe kitonga kuweza kumpata binti yake. Hivyo mama mkwe akawa na data na kuchanganyikiwa sana na hizi zawadi za hiki chuma. Na hii leo huyu mwamba alikuwa anatoka chuo na hapa njiani alikutana na huyu bibie. Huyu bibie anaitwa Judith. Na wawili hawa ni mara yao ya kwanza kabisa kukutana licha ya kwamba hapa chuo wako mwaka wa kwanza. Na hapa mwamba akawa anajitambulisha kama yeye yuko semester ya pili, lakini pia naye bibie anasema naye pia yuko semester ya pili. Hivyo wawili hawa baada ya huu utambulisho wakaungana na kuwa marafiki. Hivyo huyu bibie akawa anampakia huyu mwamba kwenye hiki kiberiti bana. No, hiki sio kiberiti, ni gari. Hivyo mwamba akawa anaingia kwenye hii gari ya huyu bibie na kisha akawa anasepa hapa. Sasa mwamba akiwa hapa ndani kwake na anafanya harakati zake za uko chuo, bibie akawa ameingia hapa ndani na anadai kama kuna kitu ama kuna swala wanataka wazungumze, lakini hii leo mjomba kwa mara yake ya kwanza anamwambia bibie kama yuko busy kidogo, warau wasubiri watalizungumza tu, ila kwa sasa hivi amwache afanye shughuli zake za uko chuo. Hivyo bibie Ella leo hii akawa ameshangaa sana kujibiwa hivi na mpenzi wake. Hivyo akawa anaondoka hapa bila kuzungumza swala lolote lile ambalo lilikuwa limemleta kwa huyu mjomba. Mbaya zaidi, bibie Ella akawa ameingia kwenye mtego wa huyu mwamba jambazi wa kuitwa Stanley. Wawili hawa moja kwa moja wakawa wameanza mahusiano yao bana. Sasa huyu mwamba akawa anaingia hii sehemu ambayo wawili hawa walikuwa wanakula zao bata hapa na wamekaa pozi la kimahaba, pozi la kupendana, na baada ya kukaa kugeuka pembeni kutazama anamuona bibie Ella ambaye ni shemeji yake kwa mwanae wa karibu kabisa akiwa na mwanaume mwingine, na inaashiria kabisa wawili hawa tayari ni wapenzi. Hivyo mjomba anashikwa na butwa baada ya kuona shemeji yake anashikwa na hiki chuma cha kuitwa Stanley. Hivyo mwamba kitendo hiki kilimuumiza sana, lakini alikuwa hana budi, ikabidi afunge tu. Sasa huyu mwamba kuitwa Stanley hii leo alikuwa anamrudisha bibie Ella nyumbani, na baada ya kufika hapa hivyo mjomba kidogo akawa ameomba kumbato. Bibie wala hakuwa mchoyo, ikabidi amkumbatie mpenzi wake tu wa maokoto wa kuitwa Stanley. Wakati huo mpenzi wake na huyu bibie akawa anashuhudia tukio hili zima. Hivyo Daniel nguvu ikawa imemwisha, licha ya kwamba hii inaumiza sana, akawa amemwona huyu mwamba amemkumbatia mpenzi wake, na inaashiria kabisa hapa alikuwa anamrudisha nyumbani kwao, na mjomba anaingia kwenye ndinga na kisha anasepa. Hivyo mjomba Daniel akawa amebaki anashangaa tu hapa na kushikwa na butwa kuona mpenzi wake nini ambacho kimemkuta mpaka anaanza kudate na ikichuma kingine. Hivyo mwamba baada ya jambo hili kumuumiza sana, ikabidi amfuate bibie Ella na kuanza kumuuliza hiki ambacho amekiona ni macho yake au yuko ndotoni, yuko usingizini, labda huenda kiamka hii itakuwa ni ndoto. Lakini bibie anasema hicho ambacho umekiona ndio uhalisia wenyewe, hakuna namna. Lakini mjomba akawa anafoka sana na kusema kwamba hivyo umeamua kunisaliti kwa sababu yule mwamba aliamua tu kuweza kumsaidia mama yako. Unaona kama sasa hivi ni mtu muhimu sana kwenye maisha yako, wakati mimi na wewe tunapendana sana. Kwa nini bibie Ella unakuwa unanisaliti licha ya yote ambayo nimeyafanya juu yako? Nimeuza geto langu mama yako apone, nimefanya mambo mengi, nimekopa pesa kibao kwa watu wengi ni mama yako apone, lakini leo hii unakuja kunidhalilisha kwa huyu mwamba. Hivyo malumbano ya hawa wawili yakiwa yanaendelea hapa sebleni. Hivyo bimkubwa akaja mpaka hapa sebleni na kuwakuta wawili hawa wakiwa wanaendelea kulumbana. Bimkubwa ghafla kama amempandia huyu mwamba na kumwambia kama mapenzi ni pesa, na kama hauna pesa hivyo huwezi kuwa na mwanangu. Angalia kile chuma namna ambavyo kimeweza kujitoa kwenye familia yetu, mpaka sasa hivi tunaona kabisa maisha kwetu yanabadilika, lakini wewe huna pesa. Mwanaume yeyote unatakiwa kuwa na pesa mfukoni. Hivyo kama huna pesa mwanangu utaishia kumsikia tu na huwezi kuwa naye kwenye mahusiano. Kibaya zaidi unakuja kumpigia kelele tena nyumbani kwangu kabisa. Hivyo bimkubwa anachukua jukumu la kuweza kumfukuza kabisa hapa nyumbani huyo mwamba. Sasa hapa ndipo ambapo inakuwa mwisho kabisa wa mahusiano ya hawa wawili kati ya huyu mwamba Daniel pamoja na huyu bibie Ella. Hapa ndipo inakuwa ni mwisho kabisa wa mahusiano yao. Inaumiza sana hii kiuhalisia. Na bimkubwa hapa akaja kuongezea kwa kusema kwamba Daniel, usije ukaje ukakanyaga tena hapa nyumbani. Hivyo leo iwe mara yako ya mwisho na ya kwanza kuweza kuingia kwenye huu mlango wa nyumba yangu. Hivyo mwamba hapa akasema kwamba basi asante sana kwa yote ambayo mmenifanyia, na akamwambia bibie Ella, asante kwa kuja kwenye maisha yangu na ukaniumiza kwa muda mfupi. Asante kwa kuniumiza. Baada ya miezi kadhaa huyu mwamba kuitwa Stanley hivyo akawa amevuta jiko ndani bana, akawa amemwoa bibie Ella. Hivyo bibie Ella naye akawa amemchukua na bimkubwa kabisa, akawa anaishi kwenye huu mjengo wa kishua wa huyu mwamba kuitwa Stanley. Hivyo bimkubwa akawa anafurahia sana maisha ya hapa ushuani, kwa maana wametoka hali mbaya sana na wamekuja kwenye maisha ambayo hawajawahi kutegemea kabisa kama watakuja kuyaishi. Hivyo bimkubwa akawa anaenjoy tu na kufurahia kwenye huu mjengo wa kishua. Hivyo bimkubwa akawa anaona kama mwanae amechelewa sana kuweza kuenjoy maisha kama haya, na licha ya kwamba alikuwa akimshawishi sana kama aachane na Daniel na aende kwa mwamba kuitwa Stanley. Hivyo bimkubwa anaona kama mwanae alikuwa anachelewa sana pindi ambapo alikuwa anasuasua sana kumwacha yule mwamba wa kuitwa Daniel. Hivyo mwanae akawa anasema kwamba hakuna mama, nadhani
nadhani huu ndio wakati sahihi basi ambao wewe unatakiwa uenjoy. Hivyo bi mkubwa akasema kwamba acha mimi ni enjoy kabla sijafa, kwa maana maisha yenyewe ni mafupi, hatuwezi kuendelea kumkumbatia mtu ambaye hana chochote, wakati kuna watu ambao wana pesa kibao na wanaweza kubadilisha maisha yetu. Hivyo basi acha mimi niendelee kuenjoy tu. Sasa mzigo unatuleta upande wa pili kwa huyu mwamba kuitwa Daniel na yule bibia Judith. Of course wawili hawa tayari wameshaingia kwenye mahusiano, hivyo kwa sasa ni wapenzi, na hapa walikuwa wanapiga story. Na huyu mwamba kuitwa Daniel kwa sasa hivi tayari ameshamaliza chuo, kwa hivyo muda sio mrefu anaelekea kuajiriwa huyu mwamba. Sasa huku shwani kwa huyu mwamba Stanley pamoja na familia yake hii mpya, huyu mwamba usiku alikuwa akiaga kwa kusema kwamba anaingia kazini na atarudi asubuhi, ndio ulikuwa ni utaratibu wake. Na hii leo pia yuko naaga hapa kwa mpenzi wake kama yeye anaingia kazini, hivyo atarudi asubuhi, na kisha akawa anamuulizia hapa bi mkubwa kama yuko wapi, lakini bibi anasema kwamba ulimpa tiketi ya ndege kama aende kuenjoy Marekani kidogo na atarudi, lakini mwamba alikuwa amesahau. Hivyo mwamba akawa amegundua bi mkubwa baada ya kumkatia ile tiketi aende Marekani basi tayari ameshasafiri. Hivyo mwamba akasema sawa, na akawa anamwaga hapa mpenzi wake na kusema kwamba leo hii wala asiondoke na hata sokoni wala asiende, anatakiwa akae tu humu ndani aishi maisha fulani vya ushua, kama kila kitu ataletewa hapa nyumbani. Upande wa pili kwa huyu mwamba kuitwa Daniel na mpenzi wake Judith huyu mpya, burudani tu zikawa zinaendelea. Yaani huyu mwamba Daniel pamoja na bibia Judith kwa sasa hivi wamezama kabisa penzini, hivyo kuachomoa hapa hayupo. Labda ningekuwa mimi ningeweza. Sasa bi mkubwa alikuwa amekatiwa tiketi ya ndege aweze kusafiri kuelekea Marekani kwenda kuenjoy huko, na kumbe bi mkubwa hakusafiri licha ya kwamba alikatiwa tiketi ya ndege na akawa amepewa kiasi kingi sana cha pesa cha kwenda kuenjoy huko. Na hapa leo tunamwona amepanda kaka daladala, kuna sehemu kama akiwa anaelekea. Sasa umbali wa hii safari unamfanya kila mtu kwenye hii daladala akawa anasinzia, hivyo bi mkubwa naye hapa akajikuta amesinzia ndani ya hii daladala. Hapa ndipo tunarejea mwanzoni kabisa mwa huu mzigo. Wamba ndipo hapa walipoiteka hii gari na kuwaweka watu wote chini ya ulinzi hapa, na wakalazwa chini na kuanza kuchukuliwa kila kitu ambacho kila mtu hapa alikuwa nacho. Sasa hapa watu wote walikuwa wanashuka kwenye gari na kulazwa chini, na tunamuona kabisa mwamba yule Stanley naye yupo kwenye hili kundi la majambazi, na hii gari ambayo imetekwa hii leo mama mkwe wake naye yupo kwenye hii daladala bana. Hivyo wamba wakawa wanamwamlisha hapa kila abiria, kama una pesa unatakiwa uweke hapa, kama una hela unatakiwa uweke hapa bila shuruti, lakini kama ukishindwa kufanya hivyo tukija kukusearch na tukakukuta na hivyo vitu, basi tutakuminia risasi za kutosha na mizigo yako yote ambayo tumekuambia uweke hapa basi sisi tutaichukua. Kwa bahati mbaya sana huyu mama anagundua kama huyu ni Stanley mkwe wake kabisa ambaye amemuoa binti yake naye ni jambazi bana. Hivyo mama mkwe anasema Stanley, kumbe wewe ni jambazi. Yaani hiki ambacho huyu mwamba Stanley anakutana nacho hapa haamini kabisa macho yake, hivyo anavua miwani na kumtazama vizuri huyu mama ni mkwe wake bana. Hivyo hapa ndipo ambapo huyu mwamba Stanley akaanza kushangaa na kusema mama mkwe, nilikukatia tiketi ya ndege, inakuwaje leo upo kwenye kidaladala? Lakini bi mkubwa akawa analia tu hapa na anasema kwamba kujua kabisa kama mkwewe ni jambazi. Hivyo mkuu wa hawa majambazi baada ya kugundua kama huyu mwamba Stanley na huyu bi mkubwa wanafahamiana, hivyo mwamba anamuamuru huyu mwamba Stanley ameminiza kutosha bi mkubwa kwa sababu tayari ameshaweza kuwagundua, hivyo kama akimuacha hii itakuja kuleta shida. Hivyo mwamba kujiuliza mara mbili au mara tatu, ikabidi aikoki chuma na kuweza kummiminia za kutosha huyu bi mkubwa. Hivyo bi mkubwa huyu akakata moto pale pale. Sasa baada ya kumaliza mwamba akawa ameamuru jeshi lake hili la ujambazi waweze kusepa na kuwaacha hawa watu wengine hapa, lakini bi mkubwa huyu tayari alikuwa ameshachapwa risasi za kutosha, hivyo akawa amepoteza maisha. Sasa upande wa pili kwa huyu bibi hajui kabisa nini ambacho mama yake kimeweza kumkuta huko, hivyo anapigwa simu hapa na anaambiwa kama mama yake yuko hospitali na amepigwa shaba za kutosha. Na baada ya huyu bibi kupewa taarifa kama mama yake amepigwa shaba za kutosha yuko hospitali, hivyo ikabidi anyanyuke mkuku hapa kuelekea kwenye hiyo hospitali ambayo ametajiwa hapa. Na baada ya kufika hapa, kumbe bana mama alikuwa hajapoteza maisha, hivyo walikuwa wamewahi kumpeleka hospitali. Hivyo mama huyu anaanza kumwambia mwanae kama Stanley ni jambazi na ndiye aliyenipiga shaba za kutosha, lakini cha kumshukuru Mungu ni kwamba hakunipiga kichwani, hivyo anaendelea vizuri, lakini mmeo ni jambazi na ndiye ambaye amenipiga risasi za kutosha kwenye mwili wangu. Na kumbe Stanley alikuwa na huruma bana, alimpiga mama huyu sehemu ambazo unajua kabisa hawezi kufariki licha kwamba atadhurika tu, lakini majambazi wenzake walijua kabisa kama mwamba ameweza kuua. Hivyo bibi huyu akawa anabisha kabisa hapa kwa mama yake kama Stanley anafanya kazi, hivyo sio jambazi, lakini bibi mkubwa anaendelea kumwambia kama Stanley sio mtu mzuri hata kidogo, ndiye ambaye ameweza kunipiga risasi hapa za kutosha kwenye mwili wangu. Baada ya bibi mkubwa kumwaminisha mwanae kama mmewe ni jambazi, hivyo ilibidi apigie simu maskari hapa, hivyo maskari wakaja mpaka hapa hospitali
kuweza kujua nini ambacho kinaendelea. Mama huyu alizungumza ukweli wote kama kweli mwamba bwana ni jambazi. Hivyo askari hawa wanaenda moja kwa moja kuweza kumkamata Stanley baada ya tukio hili kuripotiwa. Na upande wa pili huku kwa huyu mwamba Daniel, tunamuona hii leo anaingia kwenye huu mjengo, na inasemekana kama huu mjengo kaununua bana, kwa sababu tayari alikuwa ameshaanza kazi, na hii leo alikuwa amemleta huyu mwanae wa karibu kabisa kuitwa Gaspar. Hivyo Gaspar akawa anashangaa tu, kama mwanangu umeanza kazi juzi tuna tayari sasa hivi unamiliki mjengo mkubwa kama huu. Na mwamba anasema kwamba yeye ni tajiri, ili alikuwa anaishi tu maisha fulani vya unyonge kutokana na kwamba alikuwa anataka apate mwanamke ambaye ni sahihi kwenye maisha yake. Kumbe bana, huu wote ulikuwa ni mchezo. Huyu mwamba alikuwa anaishi maisha ambayo ni ya kimaskini ili apate mwanamke ambaye ni bora, na hapa anasema kwamba sasa hivi tayari mwanamke bora ameshampata, ndo huyu bibie wa kuitwa Judith. Hivyo huyu mwamba Gaspar akawa anampongeza tu mwanae wa karibu Daniel, na mwamba pia naye akawa hana yana kwa mwanae kabisa wa karibu Gaspar. Hivyo hapa makumbatu tu yakawa yanaendelea. Hivyo upande wa pili huku huyu mwamba kuitwa Stanley pamoja na kundi lake zima wakawa wamekamatwa na kuweza kupelekwa ndani huko kwenda kunyea debe. Hapa ndipo ambapo unagundua kama siku za mwizi ni 40, na upande wa pili huku bi mkubwa alikuwa amekatwa mguu, kwa maana mwamba alimchapa shaba za kutosha pale mguuni. Hivyo bi mkubwa akawa amebaki na mguu mmoja tu hapa, na yuko na binti yake. Hivyo bi mkubwa hapa alikuwa analia sana, na anamwambia mwanae kama amtafute Daniel na akamwombe msamaha kwa haya yote ambayo alikuwa amemfanyia. Sasa huyu bibie akaanza harakati za kuona namna gani anaweza kumpata Daniel na kumuomba msamaha. Hivyo akawa ameelekezwa kama huu mjengo akishua hapa ndipo ambapo huyu mwamba Daniel anaishi. Hivyo bibie akawa ametimba mpaka hapa kweli bana, akakutana na huyu mwamba Daniel, na bibie akawa anashangaa sana, inakuwaje huyu mwamba sasa hivi maisha yamebadilika kiasi hiki. Hivyo ikabidi hapa wakae bana na waanze kuzungumza, na huyu bibie akawa anaomba sana msamaha kwa mwamba Daniel, lakini pia Daniel naye akanasema kwamba mimi kwa kweli kwa sasa hivi nimekusamehe, lakini kwenye swala la mahusiano tayari mimi na familia yangu na nampenda sana mke wangu ambaye sasa hivi naishi naye na anaitwa Judith. Lakini huyu bibie yeye akawa nadhani kama haya ni masiala, na anasema kwamba eti yuko tayari kuolewa na huyu mwamba wa kuitwa Daniel. Lakini mwamba anasema kwamba unazungumza nini? Hiki ambacho nimekuambia ndio ukweli mtupu, kama sasa hivi mimi tayari na mtu wangu. Sasa huyu mwamba Daniel, ili mambo yasiwe mengi, kabidi amuite mpenzi wake wa kuitwa Judith. Kweli bibie alikuwa huko jikoni, kabidi aje mpaka hapa sebleni, na huyu mwamba Daniel anamtambulisha Judith kama huyu bibie anaitwa Ella, alikuwa ex wangu, hivyo leo hii amekuja kutusalimia hapa nyumbani. Na pia mwamba akamtambulisha bibie Judith kwa Ella na kusema kwamba huyu sasa hivi ni mpenzi wangu na nampenda sana, na hivyo karibuni tunatarajia kufunga ndoa. Hivyo kitendo hiki bibie Ella kikawa kimemuumiza sana, hapa yakawa ni machozi tu. Hivyo Ella ikabidi aondoke, na mwamba Daniel ikabidi amvalishe pete bibie Judith na kumwambia kama wewe sasa hivi ndio mke wangu na nitakuoa na utanizalia watoto. Hivyo mwamba akamvalisha pete, na huu ndio unakuwa mwisho wa huu nyama ambao unaitwa My Desire. Niambie sasa hivi kwenye comment umeuonaje, lakini pia asante kwa ambaye mpaka sasa hivi umesha subscribe na kutani on notification bell ili unapata mizigo yote ambayo unakuwa naiweka hapa. Mtu wangu wa nguvu, kama wewe bado huja subscribe basi fanya hivyo, kwa sababu mengi mazuri yanakuja kwenye channel yetu. Mimi naitwa Bright DSM, mtoto wa Simba ni Simba. Tukutane kwenye mzigo mwingine baadaye tu.